Wakati habari njema zinaendelea kwenye tasnia ya muziki, hususan katika muziki wa Singeli, of course mwenye mamlaka husika aliweza kutangaza kupitia mitandao ya kijamii, kupitia waandishi wa habari na kusema kwamba kwa sasa hivi wameonelea, of course ni waziri wa sanaa, habari na michezo, alisema kwamba sasa hivi wanaonelea kwamba Singeli ni moja kati ya muziki ambao upo Tanzania of course, lakini wanataka kuanzisha ama kuanza nao kwa ajili ya kwenda kuutambulisha kimataifa, which is good. Unajua kwa sababu gani umechaguliwa muziki wa Singeli? Kwa sababu unaonekana ni muziki ambao ni tofauti na hausikiki sehemu nyingine yoyote zaidi ya Tanzania. Kwa hiyo pale ambapo Tanzania inajivunia kitu ambacho kimezalishwa Tanzania, na tunafahamu kabisa tukisikia sehemu yoyote ile tunajua kabisa huu ni muziki wa Tanzania, ni kitu kizuri. Lakini alisema kwamba sio kwamba wataishia kwenye Singeli, lakini wameonelea kwamba waanze na muziki huu wa Singeli na wao watakuwa bega kwa bega kuweza kuutambulisha kimataifa, kushirikiana na wasanii wanaoimba muziki hiyo. Sasa basi, sisi kama mjui zaidi tuwezi tena kukaa na kuanza kujiuliza sasa imekuaje. Sisi tunaangalia nyengo nyingine kabisa ambayo tunakuja kuongea na watu ambao wapo katika sekta hiyo, wanacheza nayo wenyewe. Watu wa mtaani kwamba tunacheza nayo, si ndio? Watu ambao wanacheza na sekta hiyo ili tujue the do's and the don'ts. Kipi kinatakiwa kufanyika, kipi hakitakiwi kufanyika katika muziki huo ili uendelee kukua, kwa sababu wao ndio wapo katika hiyo tasnia na wanajua kila kitu. Niko na DJ Mushizo, by the way. Ukisikia hiyo jina unajua kabisa utakuwa umemalizia hapo, utawaua, si ndio? Utakuwa umemalizia lazima. Hata kimoyo utakuwa umemalizia kwa sababu jina lake lipendezi sana mpaka umalizie na hiyo. Nafikiri hata yeye mwenyewe akiingia sehemu inakuwa tayari imeshakuwa branded, si ndio? Lazima mtu akikusalimia na kupiga DJ Mushizo utawaua, si ndio? Wengine wanasema tu utawaua. Utawaua, unajua kabisa huyu anaongea kuhusiana na mimi, si ndio? Kabisa. Okay, jina lako limekuwa ni kubwa sana, lakini sio kusema kwamba ni mwaka huu jina lako limekuwa kubwa, hapana. Jina lako ni kubwa kutokana na kile ambacho unakifanya. Wasanii wa Singeli wapo, lakini DJs mmeonekana ni wachache sana katika sekta hiyo, lakini pia kwa uchache wenu ambao upo bado mnafanya vitu vikubwa sana katika muziki huu. Mimi nataka nifahamu kwanza kitu kimoja kabla tujafika kokote. Mushizo umetokana na nini? Mushizo, mimi ni mtu ambaye nimekuwa katika tasnia ya sanaa kwa muda mrefu tangu nilipo mdogo. Yes, kwa sababu mimi zamani kabisa nilikuwa dancer. Ulikuwa dancer? Yes, bwana. Nilikuwa na dance zamani, lakini pia nilikuwa naimba, nilikuwa na chana hip hop, yani nilikuwa ni mtu mmoja hatari sana. Nikilipa mic shapanda kwenye majukwaa ya watoto, unajua ya sikukuu, ukishinda unapewa biskuti, na nikashinda. Nilikuwa na chana, lakini kwa sababu nilikuwa mimi, marafiki zangu wengi walikuwa ni vijana wakubwa ambao wamenizidi. Mimi nilikuwa mdogo, lakini mablaza ndio walikuwa wananikubali sana kwa sababu nilikuwa na talent, na mablaza pia walikuwa wanaongozana nao pia walikuwa na talent, kwa waimbaji, lakini wakubwa wamenizidi, walikuwa madansa wakubwa wamenizidi kwa umri nini. Yani ni hivyo. Lakini sasa kujichanganya humo kudansi nini ndio humo kujikuta tu nikapenda sasa muziki kwa ujumla, na kipindi kile Singeli ndio inaanza, kwa nikajikuta navutiwa sana na huo muziki. Yes, nilianza kwanza kuupenda kama shabiki, nikaanza sasa kuupenda kuutengeneza, lakini na pia kuupiga kama DJ. Okay. Wewe Singeli ulipenda kama shabiki kwanza. Na kwa ulikuingia kwenye damu kwanza, na ndio maana sio kama ulikurupuka nao. Hapana. Haya, udj ulianza vipi? udj ni story ndefu, lakini zamani kabisa ndo kama hivyo, kwa sababu mimi nilianza udj sio udj wa Singeli. Lakini japokuwa nilikuwa nafanya Singeli, lakini nilikuwa napenda Singeli, lakini sikuanza udj wa Singeli. Nilianza udj kwa sababu kipindi kile udj wa Singeli ulikuwa sio sana. Unajua zile. Kwa hiyo mimi nilianza udj wa kawaida, una mix kupitia visual 8 manini. Na mimi programu ambayo nimejifunza nao udj ilikuwa ni visual 8, na visual 8 sio Singeli. Kwa hiyo sasa yes, na kipindi hicho nilikuwa nasoma, nakumbuka nilifika darasa la 7 nikamaliza. Kwa hiyo nilipomaliza darasa la 7 sasa ndo unajua kuna ule free unaupata ule. Kwa sababu pale ndo, kwa sababu unajua sisi ni watu wa kimaskini, tumetoka katika hali ya chini sana. Kwa hiyo nikajikuta nikapata nafasi ya kufanya kazi kwenye library.
Oh, okay. Kwa hiyo Zile ambao wanakodisha CDs kwa hiyo sasa kitendo cha pale mimi kupata nafasi kwenye library ndo nikapata sasa nafasi nzuri ya kuitumia vizuri kompyuta, kwa sababu unajua sisi tumekaa katika maisha ya chini. Yaani kitendo wewe cha kupata kompyuta tu yani ni shida. Kwa hiyo lazima utengeneze urafiki na mtu mwenye library, sometimes hakuchoke hakunini. Lakini sasa nilipopata kazi pale moja kwa moja sasa nikasema hapa nakufa nayo. Kwa hiyo lakini sasa japokuwa nilikuwa nagombana sana na bosi wangu, sababu yakija wateja wanalalamika, "Oh, tusikilizie Singeli tu muda wote, kelele, muziki muda wote." Unajua zile yes. Kwa hiyo kuanzia hapo nilipomaliza darasa 7 nilipopata nafasi tu kupata kazi kwenye library. Mimi subiri kwa sijali nalipwa bei gani, ila mimi nilikuwa najali nimepata tu nafasi ya kupata kompyuta kwa muda mrefu, basi niweze kujifunza udj zaidi na zaidi. Okay. Yeah. Lakini ulikuwa unajifunza DJ, lakini Singeli ulikuwa unapenda, si ndio? Kabisa. Okay. Na kazi yako ya kwanza kama unaikumbuka, kama ukisema kwamba sasa naenda tuna skip sasa, tunaenda mbele kidogo. Msanii wa kwanza labda alikuamini akakupatia kazi akati anafanya show, lakini vile vile nani alikuaminisha kwamba wewe sasa hivi wewe tayari umeshaiva ujue? Yaani wewe hapo noma. Kusema hivyo itakuwa ngumu, lakini kwa sababu unajua mimi midis nilivyoanza nilianza mwenyewe tu. Nilianza mimi mwenyewe unajua kwenye library. Kipindi hiko na studio changu kinaitwa Kibandani Record, kwa sababu unajua kinaitwa Kibandani Record. Kibandani Records, okay. Yes, na Kibandani Record kwa sababu ile studio yangu ilikuwa niko hapo kwenye kibanda. Kwa hiyo namvizia bosi akiondoka ndio kuna msanii mmoja hivi alikuwa anakujaga anafanyaga naye mazoezi, alikuwa anaitwa Kizo. Kwa hiyo sema sasa yule alikuwa hapendi, sikujua nini yake yani, lakini alikuwa hapendi sana Singeli, lakini alikuwa anaweza kuifanya, lakini yeye alikuwa anafocus sana na mpira. Kwa hiyo unakuta sometime mimi nimekaa labda nimepiga beat kali na boeka, sio kweli. Mimi nafunga pale ofisi na nenda kumfuata jamaa kwao. Kwao ilikuwa mbali na pale, lakini natembea naenda kumfuata bwana tuzetu. Sometime unamkuta, sometime ndio hivyo yani, unajua zile sometime bwana unamkuta unamchukua fresh, sometime unaambia bwana kalala, unajua yani mimi mpaka nyumbani kwao yani walikuwa yani washanizoea. Na mimi nikienda nakuwa namfuata bwana tuondoke bwana studio, twende bwana tukarekodi, twende bwana kuna beat kali. Kwa hiyo mimi ndio nilikuwa namuhamasisha sana yeye. Yeah. Na katika swali lako hilo, msanii ambaye yani nimefanya naye kazi na ikawa kubwa zaidi alikuwa ni Bala MC. Kazi ya kwanza ilikuwa inaitwa Nakuja. Okay. Ilikuwaje? Tulikutana tu studio. Mkutana studio. Sasa hapo ni baada ya miaka mitano. Sasa hapo ni baada ya miaka kama 4 hivi 5 yani hapo nipo kama form 3 form 4 fulani ndo nikakutana na Balani po form 4 kama sikosei. Kwa hiyo nilipokutana naye tukakaa tukapata idea wote kwa pamoja studio, tukasema tuitengeneze na Mungu akabless tukatengeneza, ikawa ni nyimbo kubwa zaidi. Yes. Nyimbo Anakuja unajua ikafanywa mpaka remix na Mario. Yes. Kwa hiyo tulianzia hapo. Nyimbo Anakuja ulitengeneza wewe? Nice one. Sasa kama kuna watu walikuwa wafahamu ndio hivyo. Sije watu wakaona umeanza juzi kwa sababu ya dude la baddest wala nini. Okay, nafahamu kwamba upo kwenye kituo cha media ambao unapiga sesheni zako pale na kila kitu. Ilikuwaje? Ukubwa wako na ubaya wako ulikuwa vipi mpaka ukajikuta unapata nafasi ya kuwa na session katika kituo kikubwa cha radio? So rahisi. Ilikuwa ndoto yangu zamani, lakini sio kwenye upande wa Singeli. Kwa sababu unajua kipindi kile ukisikiza radio, ma DJ wote wanapiga scratch. Kwa hiyo iko unachokisikiza ndio hicho kinachokufanya ukifikirie kuwa unajua zile. Lakini sasa bibi nilipata nafasi kwenye hiyo radio kupitia huyo Bala MC. Kwa sababu mimi nilikuwa unajua kama jinsi nilivyosema mwanzo, kabla sijawa na msanii nilikuwa nafanya mwenyewe. Kwa hiyo hata nilivyokuwa na msanii bado nilikuwa na ubaya wangu mimi mwenyewe. Unaweza msanii asiwepo jukwani alafu mimi nikapanda nikatimua yani nikasema kweli sio mchezo. Kwa hiyo tulienda kwenye show tulienda kwenye show moja ilikuwa ni Temeke kama sikosei. So pale Temeke pale msanii akamaliza show, mimi nikaendelea kuruka na mashabiki na watu wakawa na vibe vibaya mno, kwa sababu ya kipindi hiko pia kabla pia sijawa na msanii na kurudisha pia nyuma na tunaenda mbele. Mimi nilikuwa natengeneza beat zangu. Natengeneza beat na hiti zaidi ya nyimbo. Sijui mnaelewa. Kwa hiyo nikawa mimi yani mimi mwenyewe nina mashabiki yani, nina mashabiki zangu. Kwa hiyo hata kama nikienda na msanii, watu wataruka na msanii, lakini pia watu bado watanihitaji na mimi. Kwa hiyo sasa kwenye ile show, msanii amemaliza, kwa mimi pale, Mushizo. Kwa nikapiga sasa pale kuna bosi mmoja ndo akaniona pale. Yes, anaitwa Madam Jessica.
bwana mtafuta Mushizo bwana, nige namba yake. So au kwa Madam Jessica. Yes, kwa hiyo Madam Jessica ndo alinitafuta pale akachukua namba yangu, lakini hakunicheki kwanza. Unajua zile. Kwa hiyo ilichukua muda kidogo. Nikasema Madam mbona nipigii? Shida nini? Unajua tukakutana tena show nyingine. Madam mbona nipigii? Usiwaze mimi bwana na issue yangu lini nitakupigia. Usiwaze. Na mimi nilikuwa sijawaza kwenye engo yoyote. Unajua zile. Yes. Mimi kuna siku moja kwa sababu mimi ndoto yangu ilikuwa sio kuwa pale. Kila siku mimi ndoto yangu ni kutoka hapa kwenda juu zaidi, na ndio maana unakuta kama hapa ni station silali natengeneza madude, unaona. Kwa hiyo mimi mwenyewe nikaitafuta namba yake kwa sababu namba yake nilikuwa mimi sinaenda, alichukua namba yangu. Kwa hiyo nikampigia mtu akanipa namba yake, nikampigia Mushizo. Kwa hiyo sasa mimi sasa ndo nikawa namsumbua sasa. Msumbua. Na nilikuwa namsumbua kweli kwa sababu unajua mimi nilikuwa na future yangu ambayo nilikuwa naitaka. Kwa hiyo akanipa nafasi kwenye jukwaa moja, ilikuwa la muziki mnene Tanga. Bwana, nilichokionyesha ilikuwa sio mchezo kwa sababu walipanda pale wasanii wengi, lakini mimi nilipanda DJ kama DJ, nilifanya show ambayo ilikuwa sio mchezo. Kwa hiyo kuanzia pale ndo nyota yako ikang'aa, ndugu wangu. Yes, milango ikafunguka zaidi. Yes. Of course sasa hivi muziki wa Singeli unafanya vizuri tofauti na zamani. Tunaona kabisa hata investments kwenye videos, kwenye audios. Zamani ilikuwa muziki wa Singeli una matabaka, lakini sasa hivi una matabaka. Ilikuwa wasanii wa Bongo Flava wanaona kama muziki wa Singeli lakini sasa hivi na wao unawaona kabisa kama hawaja jump in kwenye remix, basi wao wenyewe wanatoa. Na tumeweza kuona hata wasanii wakubwa kabisa kwenye A-list sasa hivi wanauangalia pia muziki wa Singeli kwa jicho la kitofauti, which is tunaweza kuamini kwa asilimia kubwa kabisa kwamba muziki wetu wa Singeli umekuwa na ndio identity pengine inaweza ikatutambulisha katika mataifa mengine tofauti kwamba this is from Tanzania. Si ndio? Iko vizuri kabisa, tunaenda vizuri. Kwa wewe unavyoangalia muziki wa Singeli na upo kwa muda mrefu sana katika sekta hiyo, unahisi ni kitu gani kinakosekana kikubwa sana? Unapewa nafasi ya kuongea mbele ya umati ama mamlaka husika kwamba Mushizo, kuna kitu gani kifanyike ili muziki wa Singeli uonekane kama tayari ni mkubwa na investment inatoshea? Yani kitu gani ambacho kina miss? Kwenye muziki kama muziki unajitosheleza. Okay. Yes, ni muziki ambao unajitosheleza. Ni muziki ambao yani hata kama ukipigwa hapa, hata kama na DJ ambaye wewe umfahamu, yani ni muziki ambao umekamilika. Labda tu sehemu kubwa ni kwenye recording ambapo unajua kwenye Bongo Flava kidogo sasa hivi wamejiongeza. Nakuta kuna producer, alafu kuna mtu wa mixing. Sasa sisi wale watu wa mixing bado hatuna. Kwa hiyo yes, sana kwenye kupata quality wa juu zaidi. Yes, lakini pia chengine nadhani ni kwenye kama hivyo wawekezaji, kwa sababu ukiangalia song nyingi sana huaga zinakuwa low quality yani. Kwa sababu ni vigoma tu ambavyo huaga vinatokea huko chini tu, watu wanavipenda, watu wanavipiga hivyo, lakini vinakuwa ni low quality kwa sababu hakuna uwekezaji. Yani ni nyimbo ambazo zinatokea kwa bahati mbaya, tofautisha na watu wa Bongo Flava. Unajua Bongo Flava kuna msanii akitoa nyimbo unajua kabisa hii nyimbo inaenda kuhit kwa sababu anaweka promotion ya kueleweka. Lakini sasa Singeli inakuwa ni muziki watu kama vile wanabahatisha. Yani kwamba yani anatoa hii labda hii yani nyimbo tu yenyewe tu Mungu tu mwenye labda hii iende, lakini iende kwa ulazima kama jinsi ilivyo kwa Bongo Flava. Unajua kuna msanii akitoa ni nyimbo lazima itakuwa hit kwa sababu anaweka nini? Promotion, wanatia hela na ngoma zinaondoka. Kwa hapo muongee kiufundi zaidi katika upande wa production, si ndio? Kwenye production lakini pia na kwenye promotion. Kwa production na promotion pia inakuwa ndio kitu kikubwa ambacho sasa hivi kinatakiwa kiangaliwe sana kwa upande wa muziki wa Singeli. Kabisa. Okay, hili ni swala la pili pia ukiwa na experience kubwa sana. Kwenye Bongo Flava kuna matabaka. Wasanii hawa na hawa utakuta ndo wana blom together, yani wao ndo tagi ubavu, wao wako hivi na hivi, ukimkuta fulani unajua oya hawa kikundi chao ndo kinakuwa hivi, kitu chao kinakuwa hivi. Kwenye Singeli ipo hivyo au masela wako fresh tu yani?
Kwenye muziki, kwenye riski popote lazima kuwepo na hivyo vitu, na vikiwepo ndo muziki unakuwa. Yes, hivyo vitu vipo Okay. Yeah. Kwa hiyo na huko pia matabaka yapo, fulani na fulani hawa hivi chungu kimoja. Na vitu hivyo vipo, na vikiwepo hivyo ndo muziki unakuwa. Unakuwa Yes, yeah. Kwa hiyo unaona kama vile hivyo vitu vikiendelea ndo kunakuwa kuna chachu katika muziki. Ndo vizuri Yaani lazima unajua time moja. Yaani unajua mimi hapa napenda kwa mfano, yaani unajua sijui nisemaje, lakini mimi napenda sana kwa mfano niumie. Unajua unavyoumia kitu kinakutia hasira. Lakini sasa sometimes kuna mtu mwingine hataki kuumia, anaweza akapooza, yani akapoozesha maumivu. Unajua wewe ukifanya vizuri, kuna mtu wote lazima aumie, lakini mtu mwingine yani sana apoesha maumivu, kitu chenyewe bwana sio kizuri. Kwa hiyo maumivu yale anapoozesha hayakubali. Lakini inavyotakiwa inabidi ukubali kuumia, ili mradi sasa zikutia hasira na ufanye vizuri zaidi ya mwenzako alivyofanya. Lakini hii so kali, nyimbo si so yake, sijui haipo quality, sijui na koroma, sijui nyimbo nini. Hivyo vinapunguza maumivu yako, unajidanganya mwenyewe. Lakini katika tasnia kama watu mnafanya kitu kimoja, mtu akifanya vizuri ni lazima uumie ili mradi naye ufanye vizuri zaidi yake. Yes. Yaani hakuna kupunguza maumivu. Okay. Yeah. Lazima uumie ufanye kikubwa zaidi. Ishawahi kutokea hiyo kwamba kuna DJ amekuja, kila mtu akawa anamwangalia yeye, alafu mwisho wa siku kuna namna ambavyo kibinadamu ukaona oya, I have to do something big. Mimi kwangu mimi haijawahi kunitokea, kwa sababu mimi always namshukuru Mwenyezi Mungu, yani ni big, kwa sababu vitu vyote ninavyovifanyaga vipo on top yani. Kwa sababu mimi mwenyewe najiumiza kwa jana yangu. Najua zile sipendi kuwa kama jana iliyotoka. Hujawahi kupigiwa simu oya huyo mtoto umemsikia huyo sasa hivi huyo? Sijawahi, kwa sababu hata yani unajua nini? Umeona mimi, yani mimi hata kama aje DJ gani au hata kama afanye nani vizuri, yani mimi nipo on top, kwa sababu kila mwaka mimi nina hit. Na kila mwaka mimi yani mimi ndo ambaye ninaufunga, kwa sababu nikikutajia hapa kwa mfano kama mwaka 2020, tuanze 2020. Nyimbo anakuja nimeifanya mimi. Nakuja na ikaja mpaka na remix la Mario. Remix na Mario. Kija 2021 utakuta pale Mashegua ya Balaa. Umeona? Ukija 2022 utakuta tena magoma mengine makali. Ukija 2023 utakuta tunamjua Mario, nyimbo yake mwenye singeli. Utakuta Lavalava Tajiri remix nimefanya mimi. Utakuta Meja Kunta Hasani nimefanya mimi. Okay. Utakuta demo wangu Meja Kunta nimeifanya mimi. Ukija 2024 utakuta Wivu nyimbo yangu nimefanya mimi. Na 2025 umenikuta jikoni hapa. Kwa hiyo Mungu, kwa hatuna wasiwasi. Hatuwezi kuanza kusana na hilo. Mambo mazuri yanakuja, si ndio? Mambo kama hayo, si ndio? Wivu ni ngoma kali, ni ngoma kubwa, ni ngoma ambayo ikipigwa sehemu yoyote watu wanaruka nayo. Haimaanishi huko Masaki, huko wapi. Alafu alivyokuja akamaliza na Ibra pale, ikawa ni kitu ambacho kimekuwa kikubwa, yani hakitakiwi, yani hakitakiwi hata jasho, yani it's there. Mimi natamani kujua safari ya Wivu ilivyoanza. Idea, of course, sitaki kwenda kwenye idea na kila kitu, lakini nataka kufahamu kitu kimoja. Ulivyoisikia, ulihisi itakuwa hit au imekushtukiza? Imekusurprise? Hapana. Haijani surprise hiyo. Lakini unajua ngoma hiti sisi producer au DJs ni mtu ambaye ni watu ambao tumejaliwa kabisa kwenye sikio, yani tuna masikio ya kusikia na tunajua kabisa hii ngoma ni hit. Yani kuna ngoma ngani ukisikia hapa inakuchosha, unaona. Lakini sasa kuna nyingine zinakopogi tofauti, nyingine ukiwa studio zinakupa vibe. Lakini kitoka mapokeo hayo kama vile unavyodhani. Lakini mara nyingi sana katika 99% ngoma yani maproducer au DJ kwambie ngoma hit, lazima iwe hit, kwa sababu kama feel. Yes, moja kwa moja, yani tunakuwa tuna masikio yani. Okay. Baddest aliingia vipi? Wakati unaisikiliza ukasema hapa hakuna mtu mwingine anatakiwa kuingia zaidi ya fulani, ama kulikuwa kuna option nyingine kama Baddest hatopatikana, kuna mtu mwingine pia mlimfikiria? Kwa jinsi nilivyoanza, unajua mimi so jipango kwanza kushirikisha wasanii hiyo. Nimetoa nyimbo nyingi sana na zimefanya vizuri, lakini pia ni nyimbo ambayo imenifungulia milango zaidi. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini process yake sasa, jinsi tulivyoanza, mimi nilikuwa na uwezo kutoa nyimbo, nimefanya DJ Moshizo feature DJ Combat, nimemshirikisha tu afu basi, unajua zile. Lakini kwa sababu feature yangu haipo hapo, mimi sipendagi kufanya vitu vya kawaida.
napenda kila siku kuwa mkubwa, kuvuka level, umeona. Kwa hiyo nikaona hapa lazima tupate mtu ambaye anaweza kafiti, na ukiangalia tempo na ule mziki jinsi ulivyo, msanii pale moja kwa moja ambaye anaweza kanata kwa kwanza ni Baddest. Na kama sio Baddest ni msanii wa kuchana. Yes, mara ya kwanza kabisa exclusive ilibidi akae Stamina. Stamina, okay. Lakini pia msanii wa pili pia ilibidi akae Darasa. Yes. Sauti Darasa. Yaani unaona kabisa ni vitu ambavyo vina mechi. Vina mechi, yeah. Yeah, kwa hiyo lakini ratiba ziliingiliana. Yes, ndio hivyo tukaja tukaua na Baddest na Mungu akabless tukaja Baddest ameua, sema ndo muziki wake. Yes, kwa hiyo na tukapiga remix na Mungu akabless ndio limeondoka. Ibra alisikia aka hope in akakupigieni simu, ilikuwaje like? How remix ilitokea vipi? Kwa sababu unajua nyimbo ikiwa kali haimaanishi tu ndo itahit. Lazima kwanza promotion, umeona? Lazima ni upromote kitu chako. So ukiwa nje unaweza usione, unaweza kufikiria labda kitu kimeenda tu, kwa sababu labda mwanzo unajua nyimbo inavyotoka, kama ilivyotoka mara kwanza watu walikuwa wanaichukulia poa. Lakini baada ya mara pili sasa watu wakaanza kuiona kweli rudi kweli sio mchezo. Kwa hiyo ni ngoma ambayo imetoka kwa mipango, imeanzia chini kwenye promo. Imetoka kwa mipango, tumefanyia promotion ya kutosha, tumeweka mikakati ya kutosha, ndio maana ngoma imefikia hadi wakubwa, kwa sababu process mpaka anakuja kuingia Ibra ilikuwa ni status tu. Yaani ilikuwa ni Insta story tu. Niliona tu manager Chopa wa Konde Gang amenini pale, ameniadi pale kwenye story. Mimi nikamshukuru tu, nikamwambia bwana shukrani sana kaka. Ile shukrani ndio ikaleta remix. Yes, yeah, that's good. Yeah. Tofauti na ma-DJs wa vitu vingine, ma-DJs wa Singeli wamekuwa ni wa kuhesabika. Unahisi kwa sababu mziki huo ulikuwa una matabaka hapo awali na ndio maana ma-DJ wa kuhesabika, ama ni mgumu kwa ma-DJ yani kuenda nao sawa, especially kwenye ngoma za Singeli, na ndio maana unaona kwamba ma-DJ wengi wa Singeli ma-DJ wa Singeli ni wa kuhesabika? Katika mziki wenye ma-DJ wengi ni Singeli jamaa. Sasa ndio yani sio kusema kwamba ni kila mtu yuko yes, labda katika level ya juu. Namaanisha hiyo level. Lakini mfano kama mimi hapa, mimi ni mtu ambaye DJ yoyote yule, hata kama awe mdogo, mimi ukishika simu yangu nina connection na ma-DJ hata kama wanaanza leo. Kwa sababu kuna vitu ambavyo mimi najifunza kwao, lakini nao pia kuna vitu wanajifunza kwangu. Kwa hiyo ni watu ambao nipo nao karibu sana. Yes, tunashare baadhi ya vitu. Kwa hiyo mimi sijawahi kumdharau DJ yoyote, lakini pia DJ. Yaani kwa sababu mimi hujamii kwenye Singeli nakaa pale kama kioo. Kwa ma-DJ wote, yani wote mimi nakaa kama kioo, kwa sababu kila kitu ninachokifanya mimi hakuna mtu yote anachokifanya, nafanya mimi mwenyewe na vitu ambavyo wao wenyewe wanajifunza kupitia mimi hapa. Umeona? Kwa hiyo nakaa kama kioo pale. Wengi wanajifunza. Kwa hiyo bwana Blaza Mushizo mimi nakukubali bwana, mimi mwenyewe DJ nipo labda Mtwara, labda nipo wapi, labda sijui nipo labda Dodoma. Unajua zile. Kwa hiyo na mimi mwenyewe siwadharau na connect nao. Bwana nina beat yangu umesikia niongeze kitu gani? Bwana kitu gani? Bwana kitu mbona kizuri mdogo wangu hem nipe. Na yeye bwana kitu kizuri Blaza nipe. Kwa hiyo tuna share, kwa sababu muziki wetu wa Singeli ni muziki ambao tunategemeana sana. Yeah. Hata hao ma-DJ wadogo wako vizuri sana. Kwa hiyo katika listi ya kwenye ukuaji sasa, hapo ni consistency ya mtu, lakini na mipango ya Mwenyezi Mungu. Na ndio maana tuwaoni hivyo, kumbe huko chini ni wapo. Wapo tena wengi. Watu noma sana. Okay. Mushizo amesema kwamba muziki wa Singeli kinachohitajika zaidi ni production iwe invested. Yaani unatakiwa uwekeze katika upande wa production kwa muziki wa Singeli kukua. Yes, sasa hivi umekuwa mkubwa na tunaona wasanii wengi wa Singeli hata videos wanazozifanya, hata audios, lakini kikubwa ameongea kiufundi zaidi kama DJ na kama producer, ni kwamba upande wa mixing inakuwa sometimes ngoma zina kelele, haziko okay kwa sababu tu ya vitu vichache ambavyo haviko sawa. So wakiinvest vizuri kabisa katika upande wa production na kwenye upande wa promotion, basi sisi sasa hivi tutakuwa tunaongelea Singeli kivingine kabisa. Kama wa Nigeria wanavyoongelea Afrobeat na kuonekana kama ni Afrobeat ni muziki wa Nigeria kwa sababu waliushika, basi na sisi pia tukiweka mambo sawa kabisa katika upande wa Singeli, mambo yatakuwa mazuri kabisa. Haya. Umefanikiwa kutoa hit kila mwaka, una hit. Yaani kila mwaka kuanzia mwaka 2020 umetuhesabia hapa.
uko vizuri kabisa na sasa hivi tumekukuta you are cooking. Baada ya Ramadhani au unatupa au tusubiri mbele? Kweli unajua cha kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu mimi mpaka sasa hivi ni DJ wa kwanza ambaye nina collab za kimataifa. Okay. Yes, na mimi na management yangu kuna wasanii wengi tushafanya nao, lakini pia kuna wengine tupo nao katika maongezi. Kuna Wakenya wengi sana, wasanii wakubwa, kuna wengine wa nchi zingine tushafanya nao. Kwa hiyo nina ngoma nyingi na hadi hapa nina ngoma zaidi ya 15 ambazo ziko tayari. Na hazijatoka lakini. Hizo bado hazijatoka. Yes, na umenikuta hapa nilikuwa namalizia mixing. Sasa umepishana tu na mtu wangu wa mixing. Sifanyi mimi mixing, kuna mtu wangu wa mastering ndo. Na tunajua tena lazima mimi napenda sana kujifunza kupata quality, kupata kitu kizuri mali tuweze kusonga. So lazima mimi siwezi nikamsubiri mtu hadi afanye. Mimi nafanya mimi. Yes, yeah. Kwa hiyo nina mtu wangu ambaye ananifanyia mastering, anafanya hizo mixing, ngoma inatoka quality, inasikika Masaki, inapigwa kila sehemu. Kwa hiyo yes. Kwa hiyo ngoma zipo nyingi na watu wakae attention sasa hivi. Na kama kuna msanii, producer au DJ hujaiti kuanzia mwezi wa 12 mpaka sasa hivi, atulie tu. Asitoe nyimbo. So, ushe kumtumia msanii beat akakuona unae vipi, lakini baadaye alivyokuja kujua ukubwa wako akajirudisha. You don't have to kumtaja. Sijawahi kumtumia beat, lakini mimi mara nyingi nikimtumia mtu beat kama sio muziki wake namtumia na idea. Na katika ngoma nyingi sana, tuseme 1% nyingi, mimi kama ngoma nimeifanya na ni hit, lazima kuna idea yangu ipo ndani ile nyimbo. Okay. Yes, na wapo wasanii wengi. Sometimes wakamtumia mtu beat pap akalichukulia poa au fresh mwanangu, sio kama kwa kunidharau. Sasa mimi na respectiana na mablaza wote. Fresh hii kali sana, anakausha. Sasa mimi na mtindo mmoja, kutumia beat namtumia mtu mwingine. Nikamtumia mtu mwingine ile beat hiyo usiku kalifanya, kanitumia demo, kesho dude limekuwa bonge la hiti. Tena beat yenyewe ilikuwa ya Mario ile pale. Ipi? Hiyo tunamjua, mtoto mdogo wa mambo. Jamaa hivyo, hii beat sio nimeimbia Mario. Kaambia kaambia sasa baba wewe si nimekutumia beat na idea yake kabisa, fanya hivi. Kwa hiyo yes, hiyo inatokea kwa sababu wewe unachokiona sio kila mtu anakiona. Yes, hicho ni kitu kizuri sana. Inatokea. Una akili nyingi sana. Utatupa vitu vingi sana huko mbeleni, si ndio? Lakini nafikiri pia ni kwa sababu pia umeanzia pia katika sanaa ya uimbaji. Na ndio maana hata unapotengeneza beat unajua kabisa nani akae nani asikae. Hicho ndio kitu kikubwa sana pia kwa upande wako. Kuna lolote la kukazia kuhusiana na muziki wa Singeli? Kipi ambacho upendezwi nacho unatamani kikae sawa kwa kumalizia katika muziki huo lakini specific? Vipo vingi sana. Hata vitatu basi. Vipo vingi sana lakini kuna yani kuna watu wengi wanachukuliaga sana poa muziki mpaka leo. Yani unajua kwa mfano unajua kila mtu anapenda ukuaji wake. Mimi napenda sana kujifunza kwa mablaza zangu. Mtu kama Meja Kunta ni mtu ambaye ukiangalia anaimba Singeli lakini amejitengeneza. Na mtu ambaye nimefanya naye kazi najifunza vitu vingi sana. Unaona, mtu kama Meja Kunta ni mtu ambaye anaishi classic. Yani anajiweka katika standard ambayo nzuri. Mtu mwingine pia Dula Makabila. Ni watu ambao pia wanaishi class katika level. Lakini sometimes unaweza kwenda kwenye show, wewe hapo unaishi vizuri kwako na nini, sometimes mtu anakuchukulia wao watu wa Singeli, hebu mpeleke Roji. No, watu kuna hizo stage washavuka. Kwa sababu mtu kama umeweza kumlipa mamilioni 5, unashindwaje kumkea hoteli kama ambao labda akija Jux unamlipia. Umeona? Yes, changamoto inakuwa kwenye caring. Yes, yani shusha tabaka kwa mtu. Lakini mimi watu kama Meja nimefanya naye kazi, yani ni mtu ambaye yuko smart sana kwenye hiyo. Kwa hiyo ni mtu mimi ni vitu vingi sana ambavyo nimejifunza kwake. Cha kwanza ni standard, yani umeniita kwenye kazi yako, basi make sure unatambua brand yangu, haijalishi sio Singeli. Unajua mtu mwingine achukulia Singeli bana fresh. Sasa hivi Singeli ishakuwa. Mimi sasa hivi nikija kwenye show yako, kwanza nina gari 2, na Crown na Alphard. Umeona? Nakuja na bodyguard, photographer. Yaani niko na timu yani. Mambo ya kuinvest. Yes, sasa yani mtu uwezo yani ukinichukulia poa still tutagombana. Ukiona sikuelewi tuna cancel.
Yes, maisha mengine yanaendelea. Yes, lakini yani sana changamoto kubwa ilikuwa ni hiyo, kuchukuliana poa sana. Sababu wewe unafanya kitu fulani. Yes, kwenye singeli. Yes. Kana Uswahili mwingi huyu bwana lakini kwa huko sana. Wakati watu wao maisha washavuka, sasa hivi muziki ushabadilika. Yes. Na ukiangalia sasa hivi watu wa singeli, ukimkuta msanii wa Bongo Flava na singeli wote wana mechi sehemu moja. Sio kama zamani kama ulivyosema mwanzo. Yeah. Na wanaishi, unakuta ni watu wanaishi maisha kama wanaishi watu wa Bongo Flava au zaidi. Kupitia muziki huu wa singeli. Kwa kuchukuliana poa pia. Hiyo ipo sana. Hiyo kitu ife. Hiyo. Sana hivyo vingine tunaviweza. Mwachi Mungu. Mushizo, asante sana. Nimekutafuta kwa muda mrefu, lakini pia ulikuwa una ratiba nyingi sana. Lakini wewe ni msikivu. Unaniambia nitafute kwenye kipindi hiki utanikuta sina show nyingi, kwa hiyo tutaongea mengi. Kwa hiyo asante sana, moja kati ya ma DJs ambao mnafanya vizuri sana na jina lako ni vizuri. Kijana mdogo ukishafika sehemu ambayo watu wakisikia jina hawapati tena shida ya wewe kuanza kuexplain mimi hapa nafanya hivi, hiyo tayari ni level nzuri ya mafanikio. Kwamba jina lako likisikika mahala, ukionekana hata mtu kama hakujui sura, lakini akaambiwa fulani anapanda, atatamani kuona anafananaje na sio kwamba ni nani. Kwa hiyo umefika katika level nzuri sana. Shukra, na umetupatia historia yako hapo nyuma ulipoanzia, ni mtu ambaye hujataka kukabakaba watu na nini. Kwa hiyo umejipambania, umefika katika level nzuri. Hongera sana.